Hizi ni habari za moto ambazo kuwa na uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia Marekani, ambako mapigano makali yanazidi kuripotiwa pande mbalimbali za nchi hizo. Hii hapa ni mtasari ya habari zote ambazo tutaweza kuzizungumzia. Mapigano makali yameweza kuripotiwa huko Masisi, na hiyo iliweza kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji. Mapigano hayo yalikuwa kati ya vikosi vya M23 na vikosi vya Wazalendo. Pia tutakuwa huko Kolwezi ambako imeweza kuripotiwa mauaji ya mwanasheria mashuhuri mwenye kujulikana kwa jina la Dandi Anzama, ambaye aliweza kuuawa usiku wa kuamkia leo hii na mwanawe kuweza kupotea. Vivyo hivyo tutakuwa ndani ya Kivu Kaskazini na pia Ituri, ambako watu 15 ambao walikuwa mateka wa ADF waliweza kuokolewa na jeshi la Kongo wakishirikiana na jeshi la Uganda. Tuzianze ripoti zetu tukiwa huko Masisi, ambako leo hii tariki 13 utulivu uliweza kuripotiwa, na hivyo utulivu huo ulitokana na kuachwa kupiganwa vita kati ya vikosi vya M23 na vikosi vya Wazalendo. Na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalianza jana Alhamisi majira ya saa 7 mchana baada ya wapiganaji wa Wazalendo kushambulia nafasi za waasi katika eneo la Ibunga karibu na Kashuga. Risasi nzito na nyepesi ziliendelea kusikika kwa saa kadhaa hadi usiku, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wakaaji waliweza kujificha ili kuweza kujilinda zaidi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. Hata hivyo, vyanzo hivyo vinaeleza kuwa kuna vifo na majeruhi katika pande zote mbili, ingawa idadi haijakamilishwa. Baada ya masaa kadhaa ya mapigano makali, inaelezwa kuwa wapiganaji wa Wazalendo waliweza kuondoka katika eneo hilo la mapigano na kuacha nafasi hizo zikiendelea kudhibitiwa na waasi wa M23 wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo. Licha ya kurejea kwa utulivu huo wa muda mfupi, wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kuwa na hofu kubwa, wakieleza kuwa wana wasiwasi kwa kuwa vita hiyo inaweza kuanza muda wowote na saa yoyote. Hiyo inafanya hofu kubwa iendelee. Acha basi tuhamie kwenye jimbo la Lualaba kusini mwa Kolwezi, ambako msiba mzito umeweza kuripotiwa usiku wa kuamkia leo hii tariki 13 mwezi huu katika jiji la Kolwezi, ambako watu wenye silaha waliweza kumuua kwa risasi Dandi Amaza, mwanasheria na mkuu wa ofisa katika Assemblée Provinciale de Lualaba. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo lilitokea majira ya saa 7 usiku katika mtaa wa Msompo pembezoni na jiji la Kolwezi. Inasemekana kuwa majambazi wenye silaha waliingia nyumbani kwa jirani mmoja wakati akijaribu kuingia katika kumsaidia jirani yake Maitre Dandi Anzama pamoja na mwanawe mwenye umri wa takriban miaka 10. Walijikuta wakilengwa na kushambuliwa na washambuliaji hao. Maitre Anzama alipigwa risasi kadhaa na kufariki papo hapo. Hata hivyo, mwanawe anaripotiwa kutoweka tangu tukio hilo litokee na hadi sasa hajapatikana. Mamlaka za eneo hilo zinafanya uchunguzi wa kina ili kuweza kubaini wahusika wa tukio hilo, na pia wanajitahidi ili kuweza kumtafuta mtoto huyo aliyepotea. Kisa hiki kimeongeza wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa Kolwezi, ambako katika miezi ya hivi karibuni imekuwa ikiripotiwa kwa matukio kama hayo kwa muda mrefu kadhaa. Kifo cha Maitre Dandi Anzama kimeleta huzuni kubwa ndani ya Assemblée Provinciale de Lualaba pamoja na wanachama wa Bureau de Lualaba, ambao wanasema kuwa wamepoteza mmoja wa wanasheria wao muhimu. Vile ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC limeweza kutangaza kuweza kuachiliwa huru kwa mateka 15 waliokuwa mikononi mwa waasi wa Alliance Democratic Forces katika majimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa jeshi, mateka hao waliokolewa katika operation za pamoja kati ya jeshi la Kongo na jeshi la Uganda ambalo linaitwa
Uganda People's Defence Force ambazo zimekuwa zikiendelea tangu mwaka wa 2021 dhidi ya makundi ya waasi katika eneo hilo. Mateka hao waliweza kukabidhiwa kwa viongozi wa jamii jana tariki 12 Machi katika mji wa Beni ili kuweza kuwasaidia kurejea na kuunganishwa tena na jamii zao. Msemaji mwenye kusimamia operation ya Sokola 1 ambaye anaitwa Luteni Mark Elongo aliweza kuzungumza akisema kuwa watu hao walitekwa na waasi na walikaa kifungoni kati ya miezi 4 hadi miezi 8 kabla ya kuokolewa na jeshi la serikali ambalo linashirikiana na jeshi la Uganda. Jeshi la FARDC linawahimiza wananchi kuwapokea watu hao bila kuwanyanyasa kwa sababu hawakuenda wenyewe kwenye uasi huo, lakini waliweza kutekwa na vikosi vya waasi. Kwa upande wake, mshiriki wa kiraia ameeleza kuwa ameridhishwa na hatua hiyo ya kuendelea kuwaokoa ndugu zao ambao walikuwa utekwani, na aliweza kulipongeza serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi lake. Tuelekee basi huko ngambo za mashariki ambako ni kwenye bahari kuu Nyekundu ambayo imeweza kuripotiwa kuwa moto mdogo ulitokea jana tariki 12 Machi mwaka huu kwenye USS Gerald R. Ford, ndege mvua mkubwa wa kivita wa Marekani. Tukio hilo lilitokea wakati ambako ndege hiyo ilikuwa ikiendesha operation ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Taarifa hii inathibitishwa na jeshi la majini la Marekani na kamanda wa kijeshi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za Marekani, moto ulianza katika sehemu za kufua nguo kwenye meli hiyo na uliweza kuwaka haraka kwenye meli hiyo. Wataalamu wa kijeshi wanasema kuwa tukio hili halina uhusiano na mapambano. Wafanyakazi wawili wa meli hiyo waliweza kujeruhiwa kutokana na moto huo. Habari za awali zinasema kuwa majeraha yao hayana hatari yoyote wala hayawezi kuleta kifo, lakini wapiganaji hao ambao waliweza kuungua wanaweza kupata matibabu yao. Kwa upande wa jeshi linasema kuwa sehemu ambayo inatumiwa ili kuweza kuchunga nyuklia na ambayo inatumiwa ili kuweza kulipua au kufanya kazi ili kuweza kushambulia hazikuweza kuguswa na moto wala hazikuweza kufikiwa na moto. Meli hiyo inajulikana kuwa ni meli kubwa zaidi ya kivita duniani. Kwa sasa inawekwa katika eneo la Mashariki ya Kati kusaidia operation za kijeshi za Marekani. Uchunguzi wa ndani unafanyika ili kubaini sababu kamili za moto huo, ingawa hadi sasa hakuna idadi zinazohusishwa tukio hilo na shambulio au vitendo vya uhalifu. Hizo zilikuwa ni habari zetu ambazo tunakufikisha kwa siku ya leo. Hivyo tunakuomba endelea kuwa pamoja na Kwetu News 24 ili uendelee kupata habari kwa muda unaofaa na zenye kuhakikishwa. Hivyo tunakuomba ili uweze kuonyesha ikiwa unathamini kazi ambayo tunaendelea kufanya siku baada ya siku, hakikisha una share, una subscribe, pia una comment ili kutujulisha maoni yako na kutujulisha unatufuata ukiwa sehemu gani ya dunia hii. Asante sana.